Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Wapendwa taifa la Mungu, neno la Mungu katika Dominika hii ya 20 ya mwaka A linatufundisha kwamba wokovu ni kwa ajili ya wote, na ni kwa ajili ya wote wanaomwamini Mungu. Sharti tuwe watu wa imani. Masomo yote matatu yanadhihirisha kwamba wokovu ni kwa ajili ya wote. Katika somo la kwanza tunaona utabiri wa nabii Isaya akiongea na wana wa Israeli ya kwamba nyumba ya Bwana itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Wapendwa, tunajua kwamba taifa la Mungu, taifa la Israeli limeteuliwa kuwa taifa la Mungu, kuwa taifa lake katika agano la kale. Mungu ameingia katika agano na taifa la Israeli, alifanya kuwa taifa teule na Mwenyezi Mungu. Wana wa Israeli waliamini kwamba wokovu ni kwa ajili yao tu, walioteuliwa na Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya anawaambia katika somo la kwanza leo kwamba wokovu ni kwa ajili ya wote watakao kuja kumwamini Mungu. Anasema, na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake. Kila aishikaye sabato asivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Katika somo la Injili, wapendwa, tunaona Yesu anatimilisha utabiri huu wa nabii Isaya. Tunamuona anavuka mpaka wa Uyahudini na kuingia katika Tiro na Sidoni. Anawaendea na wale wengine walioangaliwa na wana wa Israeli kama wapagani, kama watu wasioamini. Na huko anakutana na mwanamke Mkananayo ambaye tumesikia habari zake katika somo la Injili. Tumesikia imani yake na jinsi Yesu anamponya binti wake, kwa sababu ameonyesha imani kuu. Yesu anaonyesha kwamba wokovu ni kwa watu wote, japo ametumia lugha ya hao kuambia sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Anaenda kiwango cha kusema sio vema kutoa chakula cha watoto wakakutupia mbwa, ili wale ambao wapo wanamsikiliza wajue kwamba anajua mtazamo wao kwa ajili ya wengine. Wanawaita mbwa kwa sababu sio wa imani yao. Nadhani hata leo kuna wengine pia wanaoita wasioamini imani yao makafiri au majina mengine mbalimbali. Tunabaguana kwa msingi ya imani, lakini Yesu anaonyesha kwamba sharti hapa ni imani ili tupate wokovu. Mwanamke ameonyesha imani thabiti, na hivyo Yesu alijibu maombi yake. Katika somo la pili pia tunaona Mtume Paulo anatoa ushuhuda kwamba kweli tayari
mataifa wameshapokea imani, nao wanapata wokovu. Anasema mimi ni mtume wa mataifa. Anashuhudia na anaona uchungu fulani kwamba watu ambao wamepokea agano mara ya kwanza, wameteuliwa mara ya kwanza, taifa la Israeli, baadhi yao hawakumtambua Yesu kama Masia, hawakushika imani. Na yeye anasema ana hamu sana kwamba yeye ambaye ni mtume wa mataifa aliyoitawatia wivu angalau watu wa kabila lake nao pia waweze kuongoka na kupata wokovu. Kumbe tunaona utabiri huo tangu Agano la Kale kwamba mataifa pia watapata wokovu imekamilika katika mafumbo ya Pasaka, yani maisha ya Yesu hadi kifo chake msalabani ilikuwa kwa ajili ya wokovu wa sisi sote na ufufuko wake. Kumbe wapendwa, tunapofundishwa kwamba wokovu ni kwa ajili ya wote, tunapaswa kujiuliza kama sote ni wana wa Mungu na tunapaswa kushika imani na kutembea pamoja hadi kufika mbinguni. Kama Mungu habagui katika mpango wake wa ukombozi, kwa nini sisi tuwe na ubaguzi kati yetu? Na ubaguzi huo tunakuwa nayo kwa namna mbalimbali, hata pasipo kusema wazi. Saa zingine tunakuwa na tabia ya ubaguzi. Ubaguzi kwa msingi wa imani, tukiangalia wengine ambao sio wa imani yetu kama watu ambao hawafai au kama sio watu wa kuchanganya nao, wakati tunapaswa kwa mfano wa maisha yetu tuwasaidie nao pia waweze kupata kuamini, waweze kumfikia Mungu. Yawezekana pia tunabaguana kutokana na hali zetu za maisha. Tunasema kwa Kiingereza kulingana na status zetu, hali yetu pengine ya kiuchumi, nafasi zetu katika jamii na kadhalika. Pengine hata tunabaguana kwa sababu siku moja tumekwazana na tunafika hatua kutotaka kusikia habari zao. Hata tungefurahi ikiwa wamepotea kabisa, hawapati wokovu. Saa zingine tunaona wengine tunaambia wao ni watenda dhambi, hawataokoka au hawataokolewa. Tunawabagua kwa msingi ya historia ya maisha yao, jinsi walivyokuwa, au tunawabagua kwa tendo moja tu la ukosefu walivyofanya. Tunasema hatufai, hawafai kuwa pamoja nasi. Mfano ipo mingi sana, sitaki kuendelea. Ninyi wenyewe mnajua, kila mtu moyoni mwake unambagua mwenzako kwa msingi gani. Hata kwenye jumuiya zetu sina uhakika kwamba ikifika zamu ya fulani kuenda kwenye familia yake wote tunaenda. Wengine tunatafuta sababu tu kutofika. Naomba uzuru leo, nina kitu fulani. Lakini tukichunguza vizuri, kuna kitu ambacho hutaki kushiriki pamoja na huyu ambaye tunaenda kwake kusali. Vitu kama hivyo vipo katika huduma zetu mbalimbali ndani ya kanisa. Tukiangalia saa zingine tunabaguana. Saa zingine hata tunakosa viongozi wazuri kutuongoza kwa sababu tunabagua. Tumsifu Yesu Kristo. Somo la leo linatupa changamoto
kama sisi nasi tuna hiyo tabia ya kujiona kwamba sisi ndio tunafaa, wengine hawafai kupata wokovu, au hatutakiwa kuwa pamoja katika safari hii ya imani, tunaalikwa kuiga mfano au kufundishwa na Mungu kwamba sisi sote ni wana wa Mungu, na kama Mungu habagui, anataka sisi sote tuokolewe, nasi pia hatuna budi wa kuwa wamoja. Jambo la pili tunajifunza leo ni imani. Wokovu inaendana sambamba na imani. Katika fumbo la Pasaka Yesu ametupa neema ya kukombolewa. Ametukomboa sisi sote. Lakini sisi nasi pia tuna mchango wa kuishi imani hiyo kama inavyotakiwa. Katika somo la Injili tunapewa mfano wa mtu ambaye mwanzo labda amedharauliwa kutokana na kabila lake au anatoka katika taifa gani, lakini anaonyesha imani thabiti kwa Mungu, anamwamini Kristo. Na kitu cha kwanza tunajifunza kwa mwanamke huyu Mkananayo katika kuishi imani yake ni uvumilivu. Tunaambiwa kwamba alikuwa anapaza sauti akiomba asaidiwe. Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo. Na tunaambiwa na mwenjili Mathayo, wala yeye hakumjibu neno. Tumsifu Yesu Kristo. Sema umeenda, mfano haraka tu, umeenda kwa paroko wako au ofisini unataka huduma, halafu unaonekana unapotezewa kama tunavyosema. Ni kama hauhesabiwi. Ungefanyaje? Sijui, pengine tungetoka tu na matusi tu, ukisema huyu hafai, kwani huyu ndiye tunayomuita sijui mtumishi wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mara ngapi tumesikia neno hili? Huyu kweli mtumishi wa Mungu? Kwa sababu tabia yake inaonekana sio. Mbona anaonekana dharau sana? Mbona huyu anajisikia sana? Mbona? Huyu mwanamke hakukata tamaa katika ukimya. Lakini sisi je, tunapokuwa na shida zetu tunamkimbilia Mungu katika sala, na inaonekana anakawia kujibu au ni kama hatusikilizi, tunaendelea kubaki imara katika imani, tunaendelea katika uvumilivu, tunaendelea na sala, au tunatafuta njia mbadala? Na mara nyingi hapo ndipo tunaanza kuyumba. Ni kama Mungu mwenyewe hasikii sala zetu, hazihusishi na mambo yetu. Ngoja niende kwa nabii huyu, nasikia anatenda miujiza. Sifa nyingine ya pili katika kuishi imani, unyenyekevu. Huyu mwanamke japokuwa hakusikilizwa, mpaka wanafunzi wanamwambia Yesu, hebu mwache aende, atupigia kelele. Lakini mwanamke bado anakuja, anapiga magoti, anamsujudia, anamwambia unisaidie. Na hapo tazama maneno anayoyatumia Yesu Kristo. Si vema kukitwaa chakula cha watoto kwa kuwatupia nani? Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani hapa, sijui kama ingekuwa mimi au wewe, uvumilivu wetu imepimwa mpaka mwisho wake. Kwamba umeninyamazia sawa,
lakini kufika hatua ya kuungana na wengine ambao wanatuita mbwa. Na wewe Masia, wewe ambaye nimekuona kama mwana wa Mungu, unaniita mbwa, hata kama mimi sio wa imani wako, wa taifa lako. Lakini mwanamke huyu kwa unyenyekevu anasema, ndiyo, mimi natambua nafasi yangu, mimi natambua kwamba sina haki wala sina madai, lakini hata mbwa mwenyewe, makombo yanayoanguka chini ya meza ya bwana zao wanafaidi. Anatafuta angalau makombo yanayoanguka. Na ndipo Yesu ameridhika na imani yake. Nadhani ilikuwa sio kwamba Yesu anaamini kwamba ni mbwa kwa kuungana na wengine ambao walikuwa wanawatazama kama hivyo. Ni jina tu, sio kwamba literally ni mbwa, lakini jina tu kama dharau fulani. Lakini Yesu nia yake ni kuonyesha wafuasi wake ambao wengi wametoka Uyahudini kwamba nao pia wana imani, nao pia wanastahili wokovu. Na Yesu anamwambia, imani yako ni kubwa mama, na iwe kwako kama ulivyoomba. Unyenyekevu katika kuishi imani yetu. Sisi je, tuliobatizwa katika Kristo, tunaoshika imani, tunaoishi vizuri, tunasema mimi nasali kila siku, kama ni natoa sadaka yangu vizuri tu, hata natoa fungu langu kwa Mungu. Kwa hiyo tunajiona tuna haki, tunadai, na Mungu asipojibu kwa haraka, saa zingine tunakosa unyenyekevu na uvumilivu. Ndugu wapendwa, jambo la tatu tunajifunza kwa huyu mama ni imani isiyokata tamaa. Kutokata tamaa katika kuishi imani yetu. Hata tukiwa katika changamoto, hata tukionekana wanaotuongoza hatupi mfano bora. Maana saa zingine tunaangalia pia, mbona wapadri wetu wanakuwa kama wakali hivyo, ni kama hawajali, mbona wanasema lakini hawaishi wao mwenyewe. Tunaangalia na viongozi wetu ndani ya kigango chetu au parokia yetu, na tunakwazika kwa sababu yao. Tunaacha kuishi imani yetu, tunakata tamaa. Tukifanya hivyo, ndugu wapendwa, tunadhihirisha kwamba sisi hatumtazame Mungu tu, hatumfuati Yesu tu, bali tunafuata watu wanaofanya kile ambacho tunapenda. Tunafurika kanisani, lakini ikienda vinginevyo tunakimbia. Kumbe tunaalikwa, ndugu wapendwa, tuweke imani yetu kwa Mungu, tumtazame Kristo daima, na hamna kitu kingine ambacho kitatutikisa katika kuishi imani yetu. Kama kanisani tunaona makosa ya wengine na tunakwazika, ni kwa sababu hatumtazame Mungu, hatuko focus kwa Kristo kwa asilimia zote. Ndio maana tunaona wengine makosa yao. Ikiwa umefocus, wewe unaishi imani yako ipasavyo. Mfano au hadithi fupi tu kabla sijamaliza ni kwamba muumini mmoja ameenda kusema kwa mtumishi wake, mimi sitakuja kusali tena. Kwa nini? Kwa sababu watu hawana imani. Wapo kanisani, unakuta wengine wapo kwenye simu zao, wengine wanaongea tu, wengine wanaangalia mavazi zao, wanaangalia wengine wanavyoingia, yani wako distracted, hawasali. Nikasema sawa, kabla hujaacha kuja kanisani, nitakupa zoezi moja. Shika glasi ya maji, utembee, uzunguke kanisani, hakikisha maji hayamwagiki. Akafanya hivyo. Si anakuwa makini, anaangalia glasi yake ili isitikishe. Alipomaliza akaja akisema, umemwona wangapi wanatumia simu kanisani?
sijaona. Wangapi walikuwa wanachati, wanaongea na majirani zao? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu si nilikuwa focus ili maji yasimwagike. Ndivyo inavyotakiwa uishi na imani yako. Unapokuja kanisani kusali, fanyaje? Kajie yule ambaye anakuokoa. Kama tabia ya wengine inakutia moyo katika imani yako, fine. Lakini kama wao wanakosea katika kuishi imani yao, isiwe kikwazo kwako. Isiwe makosa ya watumishi wako, isiwe makosa ya viongozi wako, lakini focus on Jesus. Tukifanya hivyo, ndugu wapendwa, tutakuwa nasi pia tunaishi imani yetu. Tuna imani kubwa kama huyu mwanamke ambaye hakutikiswa, sio kwa kunyamaziwa, sio kwa kuambiwa maneno mabaya ya kukatisha tamaa, wala sio kwa kukosa uvumilivu na subira. Tumsifu Yesu Kristo.